msimu wa 3 mfululizo baada ya kufanyika kwa mafanikio makubwa mwaka 2023 na mwaka 2024. Na tuzo hizi Mheshimiwa mgeni rasmi zilisimama kwa miaka takriban 40 ndipo zilipoanza upya. Kwa hiyo tuko katika msimu wa 3 na msimu huu unafanyika katika kipindi hiki cha serikali ya awamu ya 6 ya Dkt. Samia Suluhu Hassan. Sasa watu wataona tafsiri halisi ni kwa nini zinafanyika sasa na sio zamani. Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo la tuzo hizi ni kuendelea kuwaenzi na kuwatambua Watanzania wote ambao wamekuwa kutuwakilisha katika mashindano yetu mbalimbali ya kimataifa na kuiletea sifa nchi yetu kwa manufaa yao binafsi, lakini zaidi sana kwa manufaa ya taifa lao. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuleta uwazi, uweledi na heshima pamoja na nidhamu ya tuzo hizi na uaminifu kwa watu, Baraza la Michezo la Taifa kwa maana ya mwenyekiti wa baraza na wajumbe wake waliteua kamati maalum ya uratibu wa tuzo hizi zikiongozwa na Profesa Madundo Mtambo na wajumbe wengine 8 ambao kwa pamoja wanashirikiana katika kuhakikisha wanabuni na kutafuta namna gani tuzo hizi zinaweza zikafanyika kwa umahiri na ufanisi mkubwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mchakato wa upatikanaji wa washindi wetu unapitia hatua mbalimbali, lakini kubwa la kwanza ni kwamba kamati hii inapokea majina ya watu ambao tunadhani wamefanya vizuri kutoka katika vyama na mashirikisho ya michezo ambayo yamesajiliwa na yanatambuliwa na Baraza la Michezo la Taifa ambayo yanaratibu mashindano mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo baada ya vyama kuwasilisha majina yale, kamati inachakata kutoka katika vyama vyote na kupata majina 3 ya awali ambayo yanachakatwa upya kwa mara ya pili tena, kisha anapatikana mshindi mmoja, na katika mchakato ule wanaangalia vigezo vya ubora ambavyo tayari vilishawekwa na wadau wetu wanafahamu. Lakini kwa ujumla wake labda nitaje baadhi ya vigezo vikuu vya msingi. Kwanza ni lazima mshindani awe ni raia wa Tanzania, lakini pia awe ameshiriki mashindano mbalimbali ya kitaifa, ya kimataifa na kufanya vizuri, Awe amependekezwa na chama au shirikisho linalotambulika. Hili ndio lile nilosema kwamba kamati haiwezi kuwa na mtu, ni lazima atoke kwa chama ambacho kimesajiliwa. Lakini awe hajawahi kufungiwa kwa kujihusisha na rushwa pamoja na dawa na mbinu haramu mchezoni. Hizi ni baadhi ya sifa za jumla, lakini zipo sifa nyingine pia ambazo kamati huwa wanazizingatia katika kuchakata kupata washindi hao. Mheshimiwa mgeni rasmi, mchakato huu haukuwa rahisi sana, kwani siku zinapozidi kwenda Tanzania imeendelea kufanya vizuri. Kwa hiyo kamati inapata wakati mgumu sana kuona ni nani apate na ni nani akose, kwa sababu kiukweli ubora na umahiri umeongezeka sana katika sekta ya michezo Tanzania kiasi cha kwamba unashindwa kuona kwa vigezo hivi ni yupi apate na ni yupi ashindwe, lakini mara nyingi lazima kuna kuzidiana katika mchakato huo, na uzuri kamati inafanya kazi yake kwa weledi mkubwa sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuzo zinaendelea kuimarika siku hadi siku kwa kuongeza ushindani mkubwa sana, lakini pia tumekuwa tukiendelea kuimarisha kwa kuweka vipengele vingine vipya. Mwaka jana tuliongeza vipengele vingine na mwaka huu pia tumeongezeka vipengele viwili, ikiwemo kile kipengele cha mchezaji nguli ambaye aliwahi kufanya vizuri miaka ya nyuma, lakini pia na mchezaji bora, kipengele cha chaguo la watu. Kipengele hichi Mheshimiwa mgeni rasmi, ni watu waliamua, Watanzania wenyewe kuchagua, wanaona nani ni mchezaji bora kwao. Sifa kubwa iliyowekwa ni moja tu, awe ni Mtanzania, lakini vigezo ni mtu mwenyewe na mapenzi yake katika mchezo wake. Walipiga kura, itolewa namba na baadaye zikachakatwa zile kura na akapatikana mshindi ambaye leo hii atapatikana hapa. Kwa tuzo hizi zinaendelea kuimarishwa mwaka hadi mwaka. Mheshimiwa mgeni rasmi, nichukue fursa hii tena kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa niaba ya watu wa sekta ya michezo kwa kazi kubwa anayoifanya katika sekta hii ya michezo. Kipekee tunamshukuru kweli kweli kwa kuwa utashi wake wa kisiasa unatufanya sisi kutembea kifua mbele kabisa. Niwashukuru sana watu waliotushika mkono kidogo katika shughuli yetu hii, wakiwemo CRDB Bank, mfuko wa hifadhi ya jamii NSSF, Azam Media wametupa support kubwa sana, tunawashukuru sana na Mungu awabariki sana, lakini pia na NIC pia wametuunga mkono. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho lakini sio kwa umuhimu, niwashukuru sana kamati ya maandalizi kwa kazi kubwa walioifanya, waliokabidhiwa wameifanya vizuri. Niwashukuru sana viongozi wa vyama na mashirikisho ya michezo kwa ushirikiano mkubwa waliouonesha kwa kuhakikisha kwamba wana submit nominees kwa kuzingatia vigezo vya ubora. Lakini pia wanahabari wetu wameipa nguvu sana tuzo yetu
tukio letu hili kwa kulitangaza kwa umma na kuendelea kuhabarisha. Wafadhili ambao nimeshawataja na wadau wote ambao wameacha shughuli zao na kuja kuungana hapa nasi siku hii ya leo, kwani shughuli ni watu na wasingekuja basi isingekuwa shughuli.